Msikilizaji mpendwa, popote ulipo na kusalimu. Ujambo. Anayezungumza nawe ni Senior Pastor Mutuma. Wakati huu napenda kukukaribisha ili ushirikiane nami tupate kujifunza juu ya fundisho la muhimu sana. Fundisho ambalo nataka kuleta kwako ni fundisho ambalo linatokana na wimbo ambao unaimbwa na watu wa makanisa mbalimbali. Wimbo wenyewe ni wimbo ambao ulitungwa karne ya 18. Wimbo wenyewe ulitungwa na mtunzi ambaye alitunga nyimbo nyingi sana. Mtunzi wenyewe aliitwa Fanny Crosby. Mtunzi huyu ambaye aliitwa Fanny Crosby alizaliwa tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka wa 1820 na alizaliwa kule New York, Marekani. Mtunzi huyo inasemekana ya kwamba mwaka wa 1869 aliweza kutembelea nyumba ambayo ilikuwa imekutana wanaume ambao walikuwa wamekutana kwa makusudi ya ibada ama kujifunza neno la Mungu. Na miongoni mwa wanaume hao kulikuwepo na kijana ambaye alikuwa pia amekuja kujifunza neno la Mungu. Na kijana huyo aliguswa sana na maneno ambayo yalizungumziwa ama maneno ambayo yalizungumziwa na Fanny Crosby. Na kijana huyo akawa na wasiwasi kutokana na yale maneno, na akamwambia Fanny Crosby ya kwamba ana wasiwasi kwamba yeye hataweza kumuona mama yake kule mbinguni, kwa sababu alipojiangalia ndani ya moyo wake ama alipojihoji ndani ya moyo wake akaona ya kwamba ako mbali sana na neno la Mungu. Na kwa hivyo Fanny Crosby aliweza kuomba pamoja naye akiwa pamoja na wale wanaume waliokutana katika lile jumba. Na Fanny Crosby alipoenda nyumbani akatunga wimbo ambao ninaenda kuimba kwako msikilizaji mpendwa. Lakini kabla sijaimba wimbo huo, ningependa kuomba nawe msikilizaji mpendwa, kwa sababu wimbo huo ni mahubiri kwako na kwangu. Hebu niweze kuomba. Baba, kwa jina la Yesu, kabla sijaimba wimbo huu ambao ni mahubiri kwa msikilizaji mpendwa na ambao ni mahubiri kwangu, ninaomba wimbo huu uweze kuwa ni fundisho kwangu na kwa msikilizaji mpendwa. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Wimbo wenyewe msikilizaji mpendwa, mtunzi ambaye nimekwisha kukueleza ya kwamba aliitwa Fanny Crosby, aliutunga kwa lugha ya Kiingereza. Ingawa sitaweza kuimba kwa sauti nzuri, naomba usikilize maneno kama ulivyotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Walio kifoni nenda waponye, watowe walio kifoni. Naomba nirudie msikilizaji mpendwa. Walio kifoni nenda waponye, watowe
walio shimoni wanaoanguka, wainue habari njema uwajulishe. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko huwangojea. Wanjapokawia anangojea, awasubiri waje tombani. Mwokozi hawezi kuwadharau, uwasamehe tangu zamani. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko huwangojea. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, nimeimba mafungu mawili, lakini hebu nitaje mafungu yaliyosalia mawili. Fungu la 3, mtunzi akasema, na ndani ya moyo wa wanadamu huwamo shida tena huzuni, lakini kwa Yesu kuna rehema, kuwaponya na kuwaokoa. Fungu la 4 akasema, walio kifoni nenda waponye. Kazi ni yetu, zawadi iko, nguvu kuwahubiri Bwana hutoa, kwa subira tuwavute sasa. Maneno haya msikilizaje na mtazamaje mpendwa, yalinenwa na mtunzi ambaye nimekwisha kukuambia ya kwamba aliitwa Fanny Crosby. Lakini napenda niseme ya kwamba mtunzi huyo alikuwa ni kipofu. Nimekwisha eleza historia yake katika nyimbo nyingi ambazo aliwahi kutunza ama kutunga. Alitunga nyimbo takribani 9,000. Alikuwa ni kipofu. Alikuwa kipofu tangu akiwa na miezi 6, akiwa mdogo sana. Sitaki kurundia historia, maana historia yake nimekwisha kupeana mara nyingi sana. Sitaki kuirundia, maana waliowahi kusikiliza nikieleza habari ya historia yake, nilieleza katika historia yake, maana ametunga nyimbo nyingi sana sana. Kama wimbo moja ambao unaimbwa sana, hata rais wetu wa Kenya nimesikia kuna wimbo ambao anapenda kuimba sana, unaosema Bwana usehemu yangu, na wengi wanapenda kuimba wimbo huo. Hata mimi naupenda sana. Inasemekana ya kwamba alitunga takribani nyimbo 9,000. Na napenda nikuambia kwamba alikuwa ni mshirika wa kanisa la Methodist. Na yeye nimekwisha nikueleze, nirudie tena. Yeye aliachwa na baba yake akiwa na miezi 6. Miezi ngapi? 6. Na Mungu alimjalia akafa akiwa na miaka 94. Mungu alimjalia katika utunzi wa nyimbo, akatunga akitunga nyimbo akiwa kipofu. Hebu fikiria, kipofu anatunga nyimbo akiwa kipofu, aoni. Akapewa mbaraka wa kutunga nyimbo akiwa kipofu. Nyimbo akatunga mpaka akafikia umri wa miaka 94. Napenda niseme ya kwamba
alikufa tarehe 12 mwezi wa pili mwaka wa 1915. Lakini nataka niseme ya kwamba katika ule wimbo aliyoutunga, nikiuangalia katika wimbo huo, ninaona ya kwamba anasema ya kwamba tuweze kuwafikia walio kifoni. Lakini anaposema walio kifoni, inamaanisha nini? Je, ni watu walio kaburini? Nataka mpendwa nikueleze ya kwamba anaposema walio kifoni, maana yake ni nini? Anaposema walio kifoni wafikiwe, maana yake ni nini? Anasema walio kifoni, nenda waponye. Tunawezaje kwenda kuwaponya watu walio kifoni? Hiyo inamaanisha nini? Hata kama wimbo huo wake hautaji mafungu yaliyomwezesha kutunga wimbo huo, mie mwenyewe kwa kuwezeshwa na Roho, ninaangalia katika kitabu kiitwacho Waefeso sura ya 2, nasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Ni Warumi sura ya 2 fungu la 1 inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Ni ya kwamba wale ambao wako katika dhambi wanafananishwa na wafu. Au kwa njia nyingine ni ya kwamba tuwaendee watu ambao wako katika dhambi, maana watu ambao wako dhambini wanafananishwa na wafu. Kwa njia nyingine ni ya kwamba watu ambao wamejaliwa kumjua Kristo, watu ambao wamekombolewa, hao ndio Feni anawaambia ya kwamba wawaendee watu ambao wako dhambini, maana watu ambao wako dhambini ndio wanafananishwa na wafu. Watu ambao wako katika dhambi wanafananishwa na wafu, kwa sababu watu ambao wako dhambini wanafanya mambo kana kwamba wako kifoni. Au kwa njia nyingine ni ya kwamba mtu ambaye yuko katika dhambi anafanya mambo kana kwamba amekufa. Unajua, mtu ambaye yuko kifoni hajui chochote. Ndivyo Biblia inasema. Daudi katika kitabu cha Zaburi anasema ya kwamba wafu hawajui lolote. Kwa njia nyingine niseme ya kwamba utaweza kuona mtu ambaye yumo dhambini anafanya mambo kana kwamba hajui chochote. Kwa mfano, unaweza kuona mtu ambaye yumo dhambini anafanya vitendo kana kwamba hajui chochote. Unaweza kuona mtu mzima anakamata msichana mdogo hata wa miaka 2, ananajisi mtoto wa miaka 2. Hiyo inaonyesha ya kwamba ni kana kwamba hajui chochote, ni kana kwamba hajui ni kipi anafanya. Ndio, mtu ambaye amepotea katika dhambi anaweza kutenda vitendo kana kwamba hajui ni nini anafanya. Sitaki niongee mambo kwa kirefu, ila nataka niseme ya kwamba watu ambao wamepotea katika dhambi wanafanana na watu ambao wamekufa. Ndio sababu Feni anasema ya kwamba walio kifoni nenda waponye. Nenda uwajulise Mwokozi, wamfahamu Mwokozi, ndio wafumbuliwe macho ya kiroho, wapate kujua ya kwamba wamepotea. Ndio anasema nenda waponye. Kwa sababu Mwokozi anawangojea. Nenda wajulise Mwokozi, wajue ya kwamba Mwokozi anawahitaji ili awaponye, awakomboe, watoke katika kifo cha dhambi. Na anasema fungu la 2 ya kwamba wanjapokawia, yeye Mwokozi anawangojea, anawasubiri. Fungu la 2, anawasubiri waje tobani. Mwokozi anawasubiri ili waje watubu. Na anasema ya kwamba Mwokozi hawezi kuwadharau hata kama wamepotea katika dhambi. Mwokozi hawezi kuwadharau. Sasa Feni anasema kwa wale ambao wamekombolewa ya kwamba waende kwa wale ambao wamepotea katika dhambi, maana hao wanafanana na wafu, wanafanana na watu ambao wamekufa kiroho. Lakini tatizo lililoko ni ya kwamba kuna watu ambao tayari pia hata wao wamepotea dhambini,
Na sikitiko ni ya kwamba kuna watu wamepotea katika dhambi, na wao pia wanaenda kutafuta wenye dhambi. Wao wamepotea na hawajui wamepotea, na wanaenda kutafuta waliopotea. Ndio sababu unaona ya kwamba katika makanisa wako wahubiri wamepotea na hawajui wamepotea, na wanaenda kutafuta waliopotea, na wakienda kutafuta waliopotea bila wao kujua wamepotea. Ndio sababu nasikia kwamba wapo watu makanisani wahubiri waliopotea, wanaenda kutafuta waliopotea, na ndio sababu nasikia kwamba kuna mhubiri amepatikana kwa mke wa mwenyewe. Mhubiri ameenda kuna jinsi mke wa mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu hata yeye amepotea, hajui amepotea. Ndio sasa tufanye nini? Ndio sababu inabidi mtu ama mhubiri yeyote ajinyenyekeze mbele za Bwana, amwambie Bwana, fumbua macho yangu nijue upotevu wangu, nijue kama kuna dhambi imefisika dhambi yangu, nipate kutubu kikweli, ili ninapoondoka kwenda kutafuta mwenye dhambi niondoke kama nimetakasika kikweli. Ninapoenda kumtafuta mwenye dhambi niondoke kama mimi mwenyewe nimetakasika. Ndio sasa Paulo anaposema katika kitabu sa Waefeso sura ya 3 mstari wa 17. Waefeso 3:17 anasema nini? Waefeso 3:17. Niruhusu mpendwa niende pale. Anasema neno la Kristo likae ndani yenu. Neno la Kristo likae ndani yetu kwa wingi. Ili nini? Ili neno lile la Kristo likiwa ndani yetu kwa wingi lituwezeshe kwenda kwa wenye dhambi. Niruhusu nisome neno lile linasema, Waefeso 3:17 anasema, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani mkiwa na shina msingi katika upendo. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Kristo kama yumo ndani yetu, Kristo akiwa ndani yetu, atatuwezesha kuwafikia wenye dhambi. Kristo akiwa ndani yetu, Kristo huyu akiwa ndani yetu atatuwezesha kuwafikia wale ambao wamekufa katika dhambi. Kristo akiwa ndani yetu. Ndio sasa ukienda fungu lile la tatu anasema nini? Na ndani ya moyo wa mwanadamu huamo shida tena huzuni, lakini kwa Yesu kuna rehema, kuwaponya na kuwaokoa. Sasa Luka 19 mstari wa 10, Yesu akasema nilikuja kuwaokoa, kuwaponya na kuwaokoa. Yesu mwenyewe alikuja kuwaokoa wenye dhambi. Kwa hivyo wapendwa, yule ambaye amekwisha kumjua Yesu anahitajika kumpokea Yesu, atembee na Yesu kumuokoa mwenye dhambi. Mimi mwenyewe siwezi kuokoa mwenye dhambi, lakini inabidi kumpokea Yesu, nitembee na Yesu ili Yesu amuokoe mwenye dhambi. Mwanadamu hawezi kuokoa mwenzake, lakini inabidi nimpokee Yesu. Ndio Yesu anasema, njoni kwangu ninyi mliochoka, njoni kwangu ninyi msumbukao. Mimi napompokea Yesu akiwa ndani yangu, nitembee na Yesu, ndio Yesu aokoe mwenye dhambi. Yesu ndiye anaokoa. Kwa hivyo napompokea Yesu, nitembee na Yesu, Yesu ataokoa mwenye dhambi. Mimi siwezi kuokoa, lakini inabidi nimpokee Yesu. Nikimpokea, nitembee na Yesu, Yesu aokoe wenye dhambi akiwa ndani yangu. Kwa hivyo Fene anaposema ya kwamba walio kifoni nenda waponye, ni ya kwamba nimpokee Yesu ili nitembee na Yesu, Yesu aokoe wenye dhambi akiwa ndani yangu. Sio mimi niokoe, ila Yesu aokoe wenye dhambi akiwa ndani yangu. Hebu nisome neno la mwisho, kitabu sa Wakolosai sura ya 2, Wakolosai sura ya 2 mstari ule wa 7. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 7 inasema, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, msindi kutoa shukrani.
Sasa sisi tukifanywa wenye shina na wenye kujengwa katika, tujengwe katika Kristo. Tukisha kujengwa katika Kristo tuwe shina. Yesu akisha kutujenga, tukisha kujengwa katika Kristo, mwenendo wetu utakuwa umejengwa katika Kristo. Kama tumejengwa katika Kristo, yeyote atuonaye atamwona Yesu katika maisha yetu. Tukionekana, Yesu aonekane katika maisha yetu. Kwa hivyo yeyote atuonaye atamwona Yesu katika maisha yetu. Sasa mpendwa, Yesu anauliza ni mtume nani? Yesu anauliza ni mtume nani? Katika Isaia 6 mstari wa 8 anauliza ni mtume nani? Yesu anataka kunituma, ya kwamba anataka kutembea akiwa ndani yangu, ndio mimi ninene kwa niaba yake. Yesu anataka kutembea akiwa ndani yangu, mimi nitumike, ninene kwa niaba yake. Sio mimi nitakayenena, ila ni yeye atakayenena akiwa ndani yangu. Kwa hivyo anauliza ni mtume nani? Walio kifoni wanahitaji kukombolewa, walio katika kifo cha dhambi. Yesu siku moja ya Sabato katika Luka sura ya 4 mstari wa 14 mpaka 16 akasema ya kwamba Roho wa Bwana yuko ndani yangu. Roho wa Bwana yuko ndani yangu, amenituma kuwahubiria maskini habari njema, kuwakomboa wale ambao wamo katika kifungo. Yesu anataka kutembea akiwa ndani yako. Yesu anataka kutembea akiwa ndani yangu. Ndiye anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Yesu anataka kutembea akiwa ndani yako. Mimi siwezi kwenda kuwakomboa waliofungwa. Mimi siwezi kwenda kuwaponya wale ambao wako shimoni, ama siwezi kwenda kuwatoa ambao wako katika shimo la dhambi. Siwezi kwenda kuwaponya wale ambao wamejeruhiwa na Ibilisi, lakini Yesu anaweza kufanya hivyo akiwa ndani yangu. Lakini nikienda peke yangu sitaweza, ila Yesu anataka kwenda akiwa ndani yangu. Mpendwa rafiki, popote ulipo, Yesu anakuhitaji. Anataka kwenda akiwa ndani yako, anataka kwenda akiwa ndani yangu. Ukienda peke yako utashindwa. Kuna watu wamejaribu kwenda wakiwa peke yao, na wengine wameenda wakiwa peke yao wakashindwa, lakini Yesu anataka kwenda akiwa peke yako. Fena anaposema ya kwamba walio kifoni nenda waponye, si wewe uende peke yako. Yesu anataka kwenda akiwa ndani yako. Yesu anataka kwenda akiwa ndani yako, ili akiwa ndani yako aweze kuwakomboa wale ambao wametekwa na Ibilisi. Sikia vile anasema katika Luka 4 mstari wa 16, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaia, akakifungua, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru walioteswa, na kuwatangazia mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Yesu anasema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru walioteswa. Lakini Yesu alipokuwa akipaa mbinguni, mpendwa, yeye alituma mitume, lakini aliwatuma wafanye nini? Matendo ya Mitume. Yesu alipokuwa anapaa mbinguni, sikiza vile alipowaambia. Ilikuwa ni Matendo ya Mitume sura ya 1. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari ule wa 8, akasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuanjilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa kitazama, akainuliwa juu, wingu likampokea kutoka machoni pao. Yesu alipokuwa amekutana na wanafunzi baada ya kufufuka, akawaambia Roho atakuja juu yenu.
Roho atakuja juu yenu, ndio sasa waweze kuwa mashahidi. Sasa tunaona ya kwamba Roho alipokuja kwao, kwa wale mitume walihubiri na nguvu za Roho, na siku moja walikuwa wanaamini watu 3,000 kwa nguvu za Roho. Tunahitaji zile nguvu za Roho ndiyo tuweze kuwaendea walio kifoni, watu ambao wako katika kifo cha dhambi, watu ambao wamepotea katika dhambi. Kwa nguvu za Roho tunaweza kufanya hivyo, lakini pasipo nguvu za Roho hatuwezi kuwaokoa watu ambao wako katika kifo cha dhambi. Tuombe Mungu atusaidie kuwa na nguvu za Roho ili tuweze kuwakomboa wale ambao wako katika kifo cha dhambi. Lakini pasipo nguvu za Roho hatutaweza kuwaokoa wale ambao wako katika kifo cha dhambi. Ni ombi langu ya kwamba msikilizaji na mtazamaji mpendwa, Mungu akusaidia kuwa na nguvu za Roho. Huyo Roho kwanza akukomboe wewe mwenyewe, akuondolee dhambi, maana Roho ndiye anafananishwa na moto. Ndio tunaona Matendo ya Mitume sura ya 2, Roho alishuka kwa mitume akiwa kama ndimi za moto. Roho huyo akawaondolea dhambi ambazo zilikuwa ndani yao. Roho huyo akawatakasa. Roho huyo akaweza kuwatia muhuri, kuwafanya kuwa wana na binti za Mungu. Mpendwa, Yesu anakuhitaji, anataka kukupatia Roho, aweze kukupatia nguvu. Yesu anataka kukutakasa na damu yake na akupe nguvu za Roho ili uweze kwenda kuwafikia wale ambao wako katika kifo cha dhambi. Na Yesu anataka kukufanya kuwa mtume wake, anataka kukufanya kuwa mwanafunzi wake ili uweze kuwafikia wale ambao wako katika kifo cha dhambi, uweze kuwaleta kwa Kristo, kwa sababu wimbo huu unasema ya kwamba Mwokozi anawangojea. Lakini fungu lile la mwisho inasema walio kifoni nenda waponye, kazi ni yetu, zawadi iko. Yesu anakuwekea zawadi, baada ya kazi utapewa zawadi. Ikiwa utafanya kazi kwa uaminifu, zawadi ipo, na Yesu atakapokuja tutavikwa taji ya uzima. Kwa hivyo inanibidi kujitolea kwa kazi yake. Hata kama unafanya biashara, unaweza kumtumikia hata ukiwa katika biashara. Hata kama umeajiriwa na serikali, hata kama umeajiriwa na kampani, unaweza kumtumikia popote ulipo, na ukijua ya kwamba zawadi ipo. Wewe nami Yesu anatuita ujitolee umtumikia kwa nafasi ambayo utaweza kuitenga kutumika, na zawadi ipo. Hebu niombe kwa ajili yako. Baba, kwa jina la Yesu, saidia msikilizaji mpendwa na pamoja nami, tusaidie kujitolea kukutumikia. Kila mmoja atenge wakati wa kutumika, lakini zaidi ya yote tusaidie kujihoji ndani yetu. Kama kuna dhambi imefisika ndani yetu ambayo inaweza kutufanya kutotumika ipasavyo, utufanye kuitubu na kuiungama kikweli, ili tunapotumika tutumike tukiwa wakamilifu, tusiye tukawa kwaso kwa wale ambao tunawahubiria. Utubariki na hayo, kwa jina la Yesu nimeomba, amen. Sikilizaye mpendwa, endapo ungependa kujua mengi ambayo nimefundisha, naomba utembelee channel ya YouTube yangu, tafuta jina Pastor Mutuma Senior. Lakini pia ukipenda nikifundisha fundisho liingie kwenye simu yako mara moja, naomba usubscribe. Asante kwa kunisikiliza. Mungu akubariki na kutendee mema. Amen.